wewe waelekeze baada ya wilaya ya Musoma wahakikishe kwamba wanajikita katika kulima zao hili la pamba. Ni zao ambalo lenye tija, zao ambalo lenye matokeo, na zao ambalo limezungumzwa, limetajwa kwamba ni zao la kibiashara. Niwaombe mindset zetu zijikite katika kulima pia kibiashara. Ni zao ambalo lina matokeo ya moja kwa moja. Ni zao ambalo lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu kutoka kule kwenye umasikini kwenda kwenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo moja, niwaelekeze na niwaombe watendaji wa kata na maafisa kilimo kuanzia wa halmashauri na wakata wahakikishe tunatenga mashamba makubwa, mashamba ya mfano na mashamba darasa kwa ajili ya kilimo cha pamba. Lakini la pili, lazima tuweke mazingira bora na mazingira wezeshi ya mkulima wa pamba aweze kulima na kunufaika na zao hili la pamba. Lakini tatu, baada ya kufanya biashara, tunachotaka kile ambacho mkulima anachotakiwa kunufaika nacho, basi apate yale matunda na matokeo yake. Na maana yoyote yule atakayeleta ujanja kutaka kumnyonya mkulima wa pamba, kutaka kumrudisha mkulima wa pamba, huyu hatutomwonea haya, kwa sababu anataka kurudisha nyuma uchumi wa wilaya yetu ya Musoma. Kwa hiyo niwaombe, niwatie shime wakulima wa pamba, waone hii ni fursa, kwa sababu pamba ni dhahabu nyeupe. Kwa hiyo tutaweka mkazo, nami kama mkuu wa wilaya nitahakikisha naweka mkazo na ongeza hamasa, na mimi nakwenda mguu kwa mguu katika kuhakikisha tunaongeza tija, lakini tunaongeza uzalishaji. Anauliza kwingine, tunakwenda na mleo mwenyekiti kwenye kuhitaji viwanda. Mwenyekiti, tusimamie kikao vizuri, uzalishaji. Tusiende mwingine anaenda nyuma, mwingine anaenda mbele, mwingine anazalisha ajenda ambayo iko nje na nini kule ambapo wakulima wa pamba. Asante sana mwenyekiti. Tukiongeza uzalishaji, maana yake uhitaji wa viwanda utakuja, lakini cha kwanza lazima tuongeze uzalishaji. Maana yake ukiwa na uzalishaji, pembejeo zikiwepo, maana yake lazima uhitaji wa kiwanda utakuwepo, na ukiwa na kiwanda alafu una pembejeo, maana yake bado changamoto zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo nitoe rai na nitoe wito kwa wakulima wote wa Musoma na wataalamu, tuungane kwa pamoja, tushirikiane katika kuhakikisha tunaweka nguvu katika kilimo cha pamba. Kilimo cha pamba kinalipa na ni dhahabu nyeupe. Tunakuwa na mbinu zipi za kuweza kuhakikisha wakulima hawa wanapata namna ya kuweza kupata aweni kutokana na kilio chao kwamba mazao haya sasa yamefikia mahala zao la pamba linakuwa na kudorora. Lakini kama chama kikuu, mikakati tulio nayo ni kuweza kushirikiana na serikali kuhakikisha tunapeleka zile pembejeo za kilimo kwa wakati, lakini pia wataalamu wetu wa ugani kuweza kufika katika maeneo kwa wakati, kuweza kutambua na kugundua changamoto zinazolikabili zao la pamba katika kipengele cha magonjwa, lakini pia kuhakikisha wanaweza kuweza kuua wale wadudu kwa wakati. Lakini hamasa, tumejipanga kutembea kijiji kwa kijiji kuweza kuwapelekea wakulima wetu wataalamu wa ugani wawasaidie kuwapa elimu ya kuweza kulima kwa kufuata utaratibu wa kitaalamu ili zao la pamba. Maana wakulima wetu walio wengi wanalima heka nyingi, lakini mavuno yao yanakuwa hayana tija kutokana na kwamba wanajihudumia wao peke yao. Lakini uwepo wa chama kikuu sasa imekuwa ni tija kwao kuwasaidia, kuwaunganisha katika ili zao la pamba, kuwapatia wataalamu ambao watasaidia kutoa elimu ya kutosha kuweza kupata tija katika zao la pamba. Lakini pia ukiachana na jambo hilo la zao la pamba, tuna mazao ya mchanganyiko ambayo yapo katika mfumo wa stakabadhi za ghala katika mkoa wetu. Tumepractice hili zao la haya mazao ya stakabadhi za ghala mwaka jana, msimu uliopita, na kwa kweli tumefanya vizuri. Na sasa tumekuja na mkakati pia wa kutia hamasa kuweza kuzunguka katika mkoa wetu, kuenda kwenye maeneo mengine ambayo pia yanategemea zao moja tu la pamba katika kujenga uchumi wao, waende pia kwenye zao lingine, mazao mengine ya kimkakati kama vile dengu, choroko, mbaazi, lakini pia zao hili la njugu mawe pamoja na ufuta. Na katika siku ya leo tumezindua pia hili zao la kokoa. Katika mkoa wetu wa Mara, kokoa limeonekana ni zao ambalo pia linaweza likafanya vizuri, likaongeza kipato cha mkulima. Sambamba na hilo, maeneo mengine haya tunaendelea kuhamasisha kuweza kulima kilimo cha tumbaku, kilimo ambacho kitawapatia
tija kubwa kuweza kubadilisha uchumi wa maisha, lakini pia kuongeza kipato cha chama chetu kikuu pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo niwatake tu wakulima wenzangu tuweze kuendelea kupitisha hii mikakati tuliyoipitisha leo, ambayo itatusaidia kuweza kuinua kipato chetu kupitia mazao ya kimkakati, mazao kama pamba, lakini pia mazao ya stakabadhi za gara, dengu, choroko, ufuta pamoja na mbaazi, na haya mazao mapya ambayo yalikuwa yanalimwa kama mboga tu kwenye mkoa wetu ambayo ni njugu mawe. Habari ambayo ni njema, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia ambapo amewezesha kuyaingiza kwenye mfumo pia wa mauzo. Sasa imekuwa changamoto. Changamoto moja ni kwamba tu bei tunayopewa wakulima haikidhi kulingana na gharama za uzalishaji. Pili, limeibuka tena kuwa na changamoto ya wadudu wanaitwa utitiri. Inapostawi pamba tu, baada ya miezi michache wanashambulia na ile zao kabisa linakauka. Kwa hiyo uzalishaji umeshuka kwa ekari moja kutoka kilo 1300 mpaka kilo 300. Kwa hiyo uhalisia sasa kwa mkulima anapoliona hilo, cha kwanza bei iko chini, cha pili changamoto za zao, uzalishaji umeshuka. Yaani sasa upatikanaji wa pamba tulivyokuwa tunapata huko nyuma, miaka ya nyuma, kwamba kwa hekari moja kilo 1300, sasa tunakomea kilo 300 kwa hekari. Kwa hiyo kwa mkulima anaona kwamba sasa tayari anaingia hasara. Tengeneza mikakati mizuri ya kufua jini pamba tukao tunauzia chama kikuu, si kwenda kwa hawa matajiri. Nafikiri zao la pamba litarudi kwenye anga yake, kwa sababu kwanza changamoto ni bei, na bei hii ni kwa sababu ya wanatoa makampuni, lakini pia hali ya hewa sio rafiki sana kwa mazao, kwa sababu hali ya hewa inabadilika kila mwaka. Lakini pia waende watafiti wa ardhi wawepo, ili kuweza kutafutia ardhi tunayolima pamba ni nzuri au sio nzuri. Nafikiri ndivyo ilivyo. Kwanza kama mkosi pamba tulikuwa tunapimia pale store, tunaachana na makampuni. Hiyo ni changamoto ya kwanza hiyo. Alafu ya pili, mkulima kama mkulima, hii bei wanaotoa ya pamba wanasema kipindi hiki itakuwa 2000. Wakulima wakisha lima kuja kuuza wanakuta ni 1200. Kwa hiyo inakatisha sana wakulima kufanya kuachana na pamba na zao la pamba. Changamoto nizonazo ni hizo. Mshauri wangu kama mimi, chango ni wowo, yani serikali yaangalie sana ile zao la pamba. Mtu akiuzia mwaka huu 1000, jaribu tena msimu unaofuata jaribu kumpandishia angalau. Maana mazao yote kila mkulima yanapanda. Tuna ushuru wa pamba. Mwaka huu tulikuwa na uzalishaji kwa jumla ulikuwa kilo 7,189,164, na kwa kilo tulikuwa tunapata ushuru ni wa shilingi 7 kama unioni. Ushuru wa dengu tulikuwa na kilo 4,452,799. Hapa union inapata ushuru wake ni shilingi 11. Lakini tulikuwa na ushuru wa mbazi ambao zilikuwa ni kilo 36,348, ambao kwa kila kilo tunapata ushuru wa shilingi 11. Ushuru wa choroko tulikuwa na kilo 108,150. Kwa ushuru ni shilingi 11. Ukijumlisha hapo unapata jumla tulikuwa na shilingi 100,894,415. Lakini tuna mapato mengineyo. Hayo ni mapato yanayotoka na faida za kibenki 40,635. Tuna mapato yanayotokana na ukodishaji wa eneo la Kibara 54,180. Mauzo ya vyuma chakavu hatukuwa nayo. Ada ya viingio vya wanachama tulikuwa na 60,000. Mapato ya zabuni 7,400,000. Kwa jumla kwa mapato mengineyo ni 61,806,680,635. Matumizi tunaanzia hilo jedwali namba 11. Kuna mishahara ya watumishi imeandikwa hapo ni 21,185,700. Gharama za masaa ya nje ya kazi hakuna. Posho ya matibabu 1,150,000. Gharama za vikao vya management 1,135,000. Gharama za vikao vya management
Michango ya mwajiri NCCF milioni 2,118,570. Jumla ni milioni 24,589,270. Wote waliofuata taratibu za Agrey alivyokuwa anahamasisha, kuna namna wameona matokeo. Kwa hiyo changamoto zinakuja kutokana tu na namna nyingine, labda hali ya hewa, ukame unatokea, uzalishaji unashuka na kupanda, lakini tu ni hamasa inafanyika kila wakati. Serikali inaona, wamiliki wa zao, chombo cha zao kinaona, lakini pia kama union tunakuwa tuko pamoja, tunaelekeza tuende wapi ili tuweze kuliimarisha zao letu la pamba.